sababu wewe ni mwema. Asante kwa waziri wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa upendo wako. Asante kwa sababu wewe ni mwema katikati ya maisha yetu. Wewe ni Mungu tulindaye, usiyetuacha, usiyetutoa kwa mawindo. Nisema Bwana usinzie. Najishughulisha sana. Asante kwa mtakatifu kwa sababu unatupenda upeo. Asante kwa sababu unatuachia mema. Tumeuona wema wako Bwana, umesema najishughulisha sana na mambo yetu. Tunalibariki jina lako Mfalme. Chombo chako kilichoandikwa kwa ajili ya kazi yako njema. Kwa heshima ya Kristo tunaomba. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Punguza makali. Haleluya. Hata neno litokea vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Funga na mimi kitabu cha Mathayo 13 kiwa umesimama namna hiyo. Mathayo 13:24-25 akasema kama tumefika wote tuseme kama tumefika hapo. Mathayo 13 mstari wa 24-25. Tumefika. Naomba tusome wote kwa pamoja. Akawatolea mfano amba turudie mstari wa 25. Amen. Tulipolala, kama mnaweza kunibadilishia maiki basi nibadilishie. Kama shida ni maiki, kama shida ni mitambo, tuelewe. Shetani asitutende kwa akili, na sisi tunazo akili. Haleluya. 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 Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, pando lolote lililopandwa kwenye maisha yangu usiku wa leo, wakati nimelala, ninasimama kinyume na kila pando na kila shauri waliloshauriana, kikao chochote kilichokaliwa kwenye ulimwengu wa roho ili kuachilia uharibifu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninapangua, ninaharibu kazi yoyote iliyokusudiwa kinyume na Mungu kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu. Mungu lolote lililopandwa kwa watoto wangu, juu ya kazi yangu, afya yangu, maisha yangu, ninang'oa kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, pando asilolipanda Baba wa mbinguni linang'olewa. Nami ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninang'oa chochote walichonipandia usiku wa leo, walichokielekeza usiku wa leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninasimama kwenye lango la siku ya leo, lango ya asubuhi, lango la mchana, lango la alasiri, lango la jioni, lango la usiku. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu kwenye siku ya kwangu ambayo Bwana umenipa neema kuiona kwa jina la Yesu. Imeandikwa, siku aliyoifanya Bwana nasi tutafurahi na kushangilia. Bwana Yesu, umenipa mamlaka ya kufunga na kufungua chochote kilichoachiliwa ndani ya siku ya leo cha kuninyima furaha, cha kuniondolea shangilio kwenye ulimwengu wa roho. Ninakiharibu, ninakifunga kwa jina la Yesu. Ninafunga kila nguvu za giza, urozi, ushirikina, matamko walionitamkia, kila mtego uliotegwa na nasua kwa jina la Yesu. Ninategua mitego yao, ninaharibu mipango yao, ninafunga ufalme wa giza juu ya maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninasemesha siku yangu. Jumanne, sikia neno la Bwana.
kwenye ulimwengu wa roho. Pando walilonipandia na ngoa, nafuta kalenda zao kwa damu ya Yesu. Nafungulia uzima, nafungulia afya njema, nafungulia kubarikiwa katika kazi zangu, kibali ofisini ninakofanya kazi, amani katika moyo wangu kwa damu ya Yesu. Moyo wa ibada na ufungulia ndani yangu, roho ya kumcha Bwana na ifungulia ndani yangu na uzao wangu kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa hakuna dhara wala baya litakalonipata. Wewe ni Mungu utenguaye mashauri ya waovu kwa damu ya Yesu. Kila mashauri yao yanatenguliwa, yanaharibiwa, yanafutwa, hayatakuwa, hayatasimama, hayatatokea, hayatatupata kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu unanena kunisaidia na kuniwezesha katika kila njia yangu, katika jina la Yesu. Baraka zitanijia na kunipata kwa utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi. Mwongezee Yesu. Hiyo ndio sadaka yako kwa Bwana, mwongezee tu. Haleluya. 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 Hiyo ndio ibada yenye maana mbele za Bwana. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Anasema utanijengea nyumba ya namna gani nipate kukaa? Maana mkono wake ndio uliofanya vyote. Lakini kuna kitu ambacho hawezi kufanya. Hawezi kujisifia kwa uumbaji. Lakini sisi tulioumbwa acha tumwazimishe, kwa sababu tumeelewa kazi yake, kwa sababu tumeona wema, kwa sababu tumeziona nguvu zake. Yeye asiyelala, asiyesinzia, anayetupigania, asiyetutoa kwa mawindo. Mitego yao imeteguka, nafsi zetu zimeokoka kama ndege. Hatutakufa, tutaishi, tutayasimulia makuu ya Bwana. Hakuna baya wala mauti itakayotokea, hakuna matanga kwenye malango yetu. Vifo vinageuzwa, vinageuka kuwa sikukuu. Anasema nigeuke kwako nami nitageuka. Anazifanya upya siku zetu kama siku za kale. Haleluya. Haleluya. Mwongezee tu tena. Mwongezee vigelegele kama unampenda. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Acha tumwazimishe Bwana. Haleluya. Wafa hawezi kumsifu Yesu. Kuna waliokufa hawezi kumshangilia. Mautini hatuwezi kutoka sifa. Hata sisi tulio hai tumwazimishe. Acha tueleze uzuri wako. Acha tutangaze matendo yako. Acha tueleze upendo wako. Baba, hatuna cha kutoa kwako, ila tunaweza kukuazimisha ya kwamba ni wewe Bwana utulindaye. Sio mageti tuliyoyaweka, sio mabodi tulio nao, sio mageti magumu, ila ni wewe Bwana unayejishughulisha sana na mambo yetu. Umesema Bwana usinzii. Baba, umetutetea usiku kucha. Wale watenda mabaya walipotukaribia, walijikwaa wakaanguka, na sisi tuko salama. Haleluya. Tumezingirwa na nguvu zako, tumeuona wema wako katikati yetu. Haleluya. Haleluya. Yeye ni Mungu atulinda. Haleluya. 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 Amen. Naomba tukae kwa dakika chache. Mungu akubariki wewe uliyepata neema kuingia katika malango yake asubuhi. Haleluya. Sasa mitambo hapo kamgurumo kamekoma kutoka kwe, ili tuje na hawa ulimwengu huko unaotutafuta watusikie vizuri. Huo mdundo ukiweza kupungua tu, sio kwamba unipunguzie nguvu, upunguze tu hicho kinachokoroga. Haleluya. Tumshangilie tena Yesu kwa makofi mengi. Haleluya. Anasema kwake siku moja ni sawa na siku elfu, na siku elfu ni sawa na siku moja. Ile kwamba tupata neema ya kuamka, acha tumwazimishe tu Yesu. Haleluya. Acha tumtangaze tu Yesu na uzuri wake. Naomba turudi kwenye kile kitabu cha Mika sura ya 5. Tusome hapo kwenye kitabu cha Mika sura ya 5. Tutarudi kwenye Ezekiel tulikokuwa jana, ile Ezekiel 21. Sasa hivi andika Mika sura ya 5. Baada ya kusoma hiyo Mika sura ya 5,
tutarudi kwenye Ezekieli ili kuambia tunaenda kushughulikia nguvu za giza, kwa sababu ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8 anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo kazi za ibilisi kwenye maisha yako lazima zivunjike kwa jina la Yesu. Ni haki yetu kuwa salama, kuwa na afya njema, kufanikiwa. Ili kwamba naona nina mapambano, kuna kazi za ibilisi lazima zivunjwe. Hakuna atakayenisaidia kuvunja watu wa Mungu. Hakuna atakayenisaidia kutoka kwenye hizo nguvu za giza. Ni mimi nitakapopambana na Mungu atakapoingilia kati. Haleluya. Kitu ambacho nilijiuliza na nikamshangaa sana Mungu. Mungu ashughulikie kitu ambacho hajamwambia shughulikia. Amen. Hata kama unaumwa hapo unakaribia kukata roho, asipoonekana mtu akwambia apone, uponye tu huyu akuponye. Na ndio maana anasema kuwa anatafuta mtu hata mmoja tu atakayesema Baba samehe, Baba tusaidie, anaingilia kati. Lakini tusipomwambia wala tutakufa na njaa wakati vyakula viko. Kwa hiyo vitu tusipovishughulikia, unajua tushai kujiuliza swali kwenye ile kitabu cha Yohana sura ya 5, yule mgonjwa wa miaka 38. Ile sentensi ya Yesu inanishangaza. Anasema Yesu hali akijua amekaa katika siku aliyo siku nyingi. Mungu anajua ana tatizo gani? Siku nyingi. Anasubiri mimi, ananisubiri niseme, ananisubiri nimwambie Baba hapa sitaki kukaa hapa, nimechoka. Mungu hii hadi sitaki. Ukishamwambia anajua umependa. Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza, pale Herode anaua watumishi wa Bwana. Anasema alipoona imewapendeza Wayahudi akamkamata tena mwingine. Kumbe tusiposema wanaona hii hali wanaipenda, wanapenda umaskini, wanapenda hii magonjwa, wanapenda wakati kwenye hali ya kuonewa. Lakini ukisema, najua kuna lugha ambazo shetani havumiliani nazo. Ndio maana wengine tukachagua watu wa makombi. Haleluya. Sio kama wanajeshi wakiwa wanafanya mazoezi. Kuna mtu anayejipenda kweli mwenye akili zake timamu, labda uwe kichaa, unaweza ukakatiza katikati ya jeshi. Yaani utatafunwa kama sisimizi. Sasa lugha ambayo shetani havumiliani nayo ni hiyo ya kwa nini toka nenda toka. Anasema mimi hapa sitaki. Lakini hii lugha Mungu anajua, Mungu ananiona. Anasema subiri atakapokuona. Unataka afanye nini? Hicho mwambie, sio ya kulia. Hata Mungu ajibu machozi. Machozi ambayo Mungu anahangaika nayo ni machozi ya sifa yaliyobeba tukuzo. Umekosa lugha, unamwambia Baba, hata ya machozi ni sadaka yangu. Sina lugha ya kukuabudu, sina lugha ya kukutukuza nikaeleza uzuri wako, lakini sio machozi ya njaa. Kama nimelala njaa, Mungu sina sijui leo mtoto atakula nini. Unataka kufanya nini? Eleze unachotaka, sikubali ya kulialia. Nataka kuonewa. Dunia iko ni huruma, mwanadamu ako ni huruma. Simama jieleze. Kuna nyimbo tulikuwa tunaimba Sunday school. Simama jite. Unasimama unajitetea mbele za Bwana ili aingilie kati. Haleluya. Haleluya. Kama Yesu alijua yule mgonjwa amekaa katika hali hiyo siku nyingi, kwa nini hakumtoa? Lakini anamuuliza, unataka kuwa mzima? Angalia lugha tuliyo nayo wa Kristo wenzangu, walokole wenzangu. Unajua, yani asingekuwa yule mwenyekiti wa fellowship pale. Yani mimi yani asingekuwa yule mwalimu wa kwaya. Yani mimi ningekuwa yani. Hajakwambia ujitetee, ujieleze, sema unataka nini. Haleluya. Ninaweza nikazidiwa mlango hapa Buguruni, lakini Bwana hajanizibia njia huko nje. Mlango wa Buguruni naweza kufungwa, lakini Baba hajanizibia njia. Barabarani naweza kusimama, nikaishika maiki nikamwambia Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anaweza, na watu wakamjua Yesu. Haleluya. Watu wa Buguruni
Sijatumwa samani. Haleluya. Hali ya kujieleza. Mungu haimshtui. Wewe mwambie unataka Mungu afanye nini? Mimi unajua yani mume wangu, yani mimi jamani hao watoto, yani huyu mke wangu. Ile ni kazi ya mikono yako. Nieleze, niulize kwa mbali ya mambo yatakayokuja. Ni ya kizeni. Unafeli wapi? Mwagize, sio kulialia, sio kueleza. Sio. Anasema unajua, yani mimi najitahidi sana. Lakini kile kitaka kuingia, anakuja mtu mbele yangu. Ni kweli yani mambo yake nimefanya na mazoezi, lakini sijapewa maiki mimi kusoro. Unajua mimi nafunga na kuomba, lakini pale kanisani kuna watu wale wanajifanyaga wameokoka. Sio, hapana. Hatujifanyi, maana anasema tujionyeshe ya kwamba tumekubaliwa na Bwana. Watenda kazi tusio na sababu ya kutaya. Usipojionyesha kuna atakayeonyesha. Jionyeshe ya kwamba unamjua Bwana aliyekuokoa na mauti, aliyekutoa shimoni. Ukisubiri wengine wakuonyeshe na wakueleze, watakueleza kinyume, watakueleza vibaya, watasema ana kiburi, watasema analinga. Jionyeshe ya kwamba naijua thamani ya Kalvari. Haleluya. Amen. Mimi sijui naongea na nani. Atajua mwenyewe na Mungu wake. Haleluya. Mika 5:12, turudi tu huko. Hayo mengine kama ulikuwa unalialia kuanzia saa hiyo unamtoka. Sio unajua biashara sio wanaroga sio. Wakati wanaroga unashinda nini roga? Si tunaye mchiko wa chakula. Si tunaye Mungu. Wakati wanapita na mamuizo yao, wewe kinywa chako kimeshona. Tumepewa kinywa cha kula tu. Tumepewa vinywa ili tuimbe sifa za Mungu. Tumepewa hiyo ugali na mandizi ya kwetu. Tuimbe sifa za Bwana. Kwa hiyo ninapokwenda kwenye biashara yangu na yasikilize, haujaja kuwa maua, haujaja kuwa mapambo. Leo nitakuuza, utauzika, ukajapa. Nitakieleza hicho kitajua sifa za Bwana ya kwamba Mungu anaweza kuletea wateja magari machanga kazi na mzee na hiki kitu kitauzika. Unasubiri wewe kuja kunuizia na kuroga wewe unakoma wapi? Na wewe eleza wakisema na wewe sema. Ndio maana niliwaambia jana nishawahi kujioji maswali. Unaambiwa mjinga wewe naye anamwambia mjinga mwenyewe. Geuza hapo, rudisha kwa amuru unachokitaka kitokee. Haleluya. Mika 5:12. Mika 5:12 neno la Mungu linasema, nami nitakutilia mbali uchafu usiwe mikononi mwako, wala utakuwa tena na watu wenye kutamani. Nami nitakatilia mbali sanamu zako na nguzo zako zitoke kati yako, wala utaiabudu tena kazi ya mikono yako. Nami nitayang'oa maashera yenu yasiwe kati yako, nami nitaiangamiza miji yako, nami nitajilipizia kisasi katika hasira ya ghadhabu juu ya mataifa wasionisikiliza. Natafuta nini? Nami nitakatilia mbali uchafu usiwe mikononi mwako, usiwe mikononi mwako. Nitakatilia mbali uchafu usiwe mikononi mwako. Turudi kwenye Ezekieli. Ezekieli 21, wale tuliokuwepo jana nafikiri tunakumbuka. Ezekieli 21, tuende hapo kwenye mstari wa 21. Anasema, maana mfalme wa Babeli amesimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Kule tumezungumza uchawi. Ili atumie uganga, akitikisa mishale huko huko, akiziuliza terafi na kutazama maini sadaka. Wameamua nini? Wanataka sadaka ya kitu gani? Kuna watu mafigo zimeibiwa, zimechukuliwa, zimeenda kutolewa sadaka kwenye madhabahu za giza. Sasa hapa hatujui ilikuwa ni maini ya nini haya. Yalikuwa ni maini ya kitu gani yaliyokuwa yamewekwa kwenye madhabahu wakati akifanya huo uchawi. Lakini Shani anasema mkononi mwake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu. Kule nitakatilia mbali uchawi usio mikononi mwako. Hapa anasema nami katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kuviweka vyombo vya kubomolea. Yaani vyombo, kitu
kitu anachokiamuru, anachokitaka kitokee ni kitu cha kuharibu. Kwa sababu tunaposema kubomoa, tuwezi nyumba tuwezi kusema tunabomoa, yani siwezi kuwa na maanisha kujenga nikasema kubomoa. Ninaposema kubomoa ina maana nataka hii nyumba itolewe, ili jengo libomolewe litoke. So hiyo vyombo anavyoviweka ni vya kubomoa. Anapoachilia magomvi kwenye ndoa, lengo ni kubomoa hiyo ndoa. Anapoachilia tabia mbaya kwa mtoto, lengo ni kubomoa, kuharibu hatima ya huyo mtoto. Kwa hiyo vyombo anavyoviweka hapa, ndio maana nasema watu wa Mungu, wewe kwa nini kila siku uombe chai na mkate wa 1000 kwa mangi? Natumia hiyo kwamba kwa nini nenda zungumzia kitu chepesi. Angalia yeye aweki kitu, yani kitu kidogo anaweka vitu vya kubomoa. Sio tu kubomoa, anasema hivi vya kubomoa, kufungua kinywa. Kufungua kinywa katika machinjo. Tunaelewa kuchinja jamani, kama hujawahi kuchinja mtu mchinja kuku. Sisi tunajua kuchinja. Haya. Kinywa chake katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana. Wewe unalia. Mungu akipenda. Mungu mwenyewe anajua hata kesho ni siku. Hakuna wewe. Kuna vya kesho ni siku. Siku aliyofanya Bwana ni ninachotaka kitokee. Haleluya. Amen. Anasema kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Yaani unazingirwa kila mahali, hauna mahali pa kutokea, umekamatwa. Najua kuna wenzako tumekamatwa, lakini namna ya kutoka ndiyo hatujui. Nimesema lugha pekee asiyoivumilia shetani ni hiyo ya gwaride. Unamwamrisha mpaka yeye anasema hapa kimetoka, sitakiwi kukaa hapa. Lakini unapoosha moto wa staili hiyo, hakikisha ndio yawe maisha yako, kwa sababu kila saa anakuja kuchungulia. Wao akija anakuja na kombora kubwa zaidi ya hiyo. Haleluya. Akija anakuja na kombora zaidi ya hiyo. Kwa nini? Niliwaambia jana wakati sisi tumepata ajali, lengo ni kuua, sio? Walikuwa wamekusudia kuua. Mungu akatunusuru, akaturudisha tukawa salama. Wakati sisi tumerudi nyumbani, Roho Mtakatifu akaanza kutusafisha vitu. Nilikuwa na binti yangu mmoja ambaye sasa hivi ameolewa. Akaniambia, mama, nimeonyeshwa usiku kitu 1, 2, 3. Nikamwambia omba sana. Yaani hayo majira hayo tuliyokaa ya kuuguzana yalikuwa ni ya gwaride tu kwangu. Akibisha mtu hodi, anaenda kumfungulia, anatoka ndani, anaomba, anamuingiza ndani kwa maombi, atapokea alichokuja nacho kwa maombi. Roho Mtakatifu akiachilia onyo, hakuna kutumia, hakiingizi hata ndani, kinapita kikwacho. Yaani ilikuwa ni gwaride tu. Nikamwambia, akasema huyu mtu, kuna watu wamekuja, watu 5 wameshuka kwenye gari, wamenipa kitu nilichokipokea, nimefika mlangoni, kimetoka mikononi. Nikashtuka, nikasema nimekaua kasukule. Nikamuuliza, unajua msukule? Sasa ndio niliposema sasa. Hazikupita siku 3 wakaja watu kweli. Hivyo idadi ya watu 5. Geti wakafunguliwa, geti wakaingia ndani. Walipotoka wakaja na zawadi, sitaje maana najua tuko kwenye mitandao wanajijua. Wakaja na zawadi, yule binti akaipokea. Anafika mlangoni, anataka kuingia ndani, ile zawadi ikadondoka kama maoni alivyosema, ikadondoka. Akashtuka, nimekaua. Akaja akaniambia, mama, wamekuja na kitu fulani kimedondoka mlangoni. Nikamwambia akiweke pembeni, akiweka huko. Usiku wake Roho Mtakatifu akanifunulia yaliyokuwa ikiendelea. Kumbe ile sio zawadi, ni jini. Kilikuwa ni kiumbe ambacho kiko hai. Nimekusudiwa ninywe sumu, mgonjwa ni imani haraka. Kumbe lile ni jini, kwamba siku kitakapokatwa kile kiumbe, ile kitendo cha kumwaga damu, ndipo nimemwaga damu yangu. Na nini wamekizungumzia? Ni kwamba watu watasema tulikuwa hatujapona ndani, kwa hiyo tutakufa ghafla, na tumerengeshewa ndani ya siku 3. Ndani ya siku 3 hatutachomoa, ina maana tupetumia hicho kitu. Roho Mtakatifu alivyonisafisha hivyo, nikanyanyua simu nikampigia mwenzangu. Nampigia, anasema nilikuwa nataka nikupigie sasa hivi. Roho Mtakatifu amenisafisha muda exactly na mimi ambacho Roho Mtakatifu amenisafisha. Ananiambia mpaka tumbo mimi limejaa. Nimeota nakula samaki
akafanya kama hivyo. Yule alikuwa na ndugu yake akasema, "Kwa kiumbe chote hiki kizuri namna hii, tunawezaje kukitupa? Nitakichukua." Ndugu yake akakichukua, anakaa huko mbali kidogo, akaondoka nacho. Siku ya kwanza akakiacha ndani, akakifungulia, akakifungia mahali, akakiwekea chakula, akaenda kazini. Anarudi alikuta kimenyooka vizuri, sharistini bisi. Mtu wa Mungu, sikia nikwambie, usipoomba unatafuna ukiwa hai. Lakini ahimidiwe Bwana asiyetutoa kwa mawindo kwa meno yao. Hatutakufa, tutaishi. Hautakuwa na uchawi utakaosimama kwenye malango yako. Baba asingile nyumba yako kwa windo wa moto. Chochote kilicho kinyume hakitaingia katika hema yako. Kwa maana mabaya yatatupata sisi, wala tauni haitakaribia hema yetu katika jina la Yesu. Kwa hiyo walishangaa kuona tukiwa hai. Tunakusudia wafe kula wajafu. Tumetengeneza magia hii wajafu. Angalia, wanaweka vitu vya kuchinja, vya kuua. Pendo unapoomba, dunia haina ushirikiano na wewe. Yaani haina undugu. Ndio maana nasema kwenye Warumi 12, basi tusifuatishe namna ya dunia hii, kwa sababu sisi sio wa dunia. Kwa hiyo ukitaka kwenda kama dunia inavyopenda, ukataka kula kila mahali, ukataka kuchukua kila kitu, ukataka, Mungu atuhurumie. Haleluya watu wa Mungu. Lakini muangalia, nilikuwa namshukuru Mungu kwamba nimenusurika kwenye ajali. Lakini ana mtego mwingine, ndio maana nimesema ukiamua ya maisha nenda nayo. Wasa wanakuja wanachungulia. Na maana wanakutumia kombora kwamba yani huyu na hebu fikiri. Sio mzaleti. Walimpigia mume wangu kuhakikisha kujua ninakula vizuri kweli. Anapendelea nini? Ili tukitega bomu tusikosee. Kile unachokipenda kitakuwa kameza. Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo hakuna mchawi utakaosimama. Angalia huyu anafungua kinywa kwa kupiga kelele. Wewe unaomba kwa kiwango gani? Unaomba kwa kiwango gani? Lengo watuwe. Hatujafanya niliwaambia. Mwingine alifunga safari akaja mpaka KCMC. Alihakikishia usina kweli. Nataka ajue usina kwa sababu lengo miguu kama nimenusurika basi mguu imekatika. Lakini Mungu ni fundi nini? Najua siku nafunguliwa pia kwenye Mungu. Waliona ninalia sana, wakafikiri nalia kwa sababu ya maumivu. Nilikuwa nalia siamini kama hivi kweli ni Mungu. Amen. Haya. Mguu wangu ulikuwa chini ya siti ya dereva. Mfupa uliama kutoka kwenye kisigino ukaja kwenye vidole. Kwa hiyo hii nyama ya hapa ilitoka. Huu mfupa ungekuja hivi, hiki kingekatika kibaki chini ya siti. Ahimidiwe Yesu, akauelekeza huu mfupa uende. Kwa hiyo chuma kilichokuwa kiko hapa ili kikate mnyayo kiutoe, kikakingwa na mfupa. Mfananishe na nini Filistati? Finyanzi wetu. Hatuwezea mema. Asiyetoka kwa Mungu. Wanapanga mabaya. Mkono ulivunjika ukawa kama mpama. Usione hapa unadondika. Nikatikia. Nimefungwa pia nimerudi sasa, siku zimefika za kufungua mfupa. Kwamba nasikia maumivu. Na kwenda hospitali badala ya mfupa kuungana, mfupa kwa umepandana hivi. Daktari wakasema kabla ya hapo wakapiga ukofu. Badala ya kunipa majibu ya mkono ananipa majibu ya mwili. Anasema mkono una shida. Roho Mtakatifu ananionyesha hicho unachokuonyesha hapo kwenye skrini ni mkono. Na angalia na huko anaangalia picha ya mwili. Kana kwamba ni picha ya mkono. Nikaombea Mungu afungue macho, ukafunguliwa.
Toka asubuhi saa 1 mpaka saa 12 jioni hatuna majibu. Wakarudia. Wanaporudia wanasema hiki tunachokiona tunaamini kama ni kweli. Choma sindano za ganzi, sindano zikagoma kushika. Wanawake mliozaa mtanielewa, kuna mchungu wa namna hii bwana. Mimi nimezaa na watoto wengi tu, lakini sikuwahi kukutana na mchungu wa staili hii. Wanaume watatu, wanawake watatu wanakuja kuvuta mkono, nimefungwa shingo, nimefungwa miguu, lakini wanakuja kuvuta mkono ukiwa unawatazama uso kwa uso bila ganzi, wautoe mfupa uliopanda urudiane hapa. Taelewa? Nikwambia na mfukuza shetani msiniangalie hatufanani. Nina hasira zangu nyingine za ziada. Haleluya. 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 Nina hasira zangu za ziada. Siko tayari uzao wangu, tumbo la mama yangu, kuona watu wakisalimika, kuona unanyanyaswa na nguvu za giza. Hatuwezi kuzijua ila zao. Wakipita kulia, Bwana atafungua kushoto. Tutajua wanayoyawaza. Walikusudia mkono uvunjike, isiwe na uwezo wa kushika maiki. Nilimwambia shetani, sikia, hata kama mikono imetoka, hata kama miguu imetoka, ile kwamba ulimi haukuchomoka, bado imenipa ujasiri wa kumtangaza Yesu. Haleluya. Simama. Kwa hiyo ukiona mwingine anaomba, usiseme huyu naye mbona wengine tuna biashara vyetu vya pembeni. Hatufanani rafiki yangu. Kama na wewe unako kasira ka pembeni, ukipata kachansi ka kumiminya, yani usifinye kidogo, ongeza. Kwa sababu yeye wakati akikufinya, hatakuja afinye wapi, anaenda akafinya mpaka ulimi. Kwa hiyo na wewe ukipata fursa, mkanyage mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nguvu za giza unaona zimeshikilia wapi. Hapo hapo wewe mfieke sawa sawa. Umekamatwa na nani? Mtanisamehe, tutaongeza dakika 2, nataka tuombe tuangalau dakika sana. Tumechelewa, na mnisamehe, tunaongea mna kuliko maelezo. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninakushukuru kwa kuniwazia mema. Mungu wa mbinguni, kwa kusudi hili mwana wako alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi, kila kazi ya ibilisi juu ya maisha yangu. Asubuhi ya leo inavunjika, inavunjika, inavunjika kwa jina la Yesu. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, mahali popote mkono wa adui ulikoshika, uwe uchawi, uwe uganga, uwe ushirikina, neno lako linasema hakuna uganga wala uchawi juu yangu. Inakatirisha uchawi wote, uganga wote, urozi wote, ushirikina, manuizo, matambiko, wasoma nyota, wabashiri, wapiga ramli, mipango yao iharibiwe juu ya maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza juu ya malango yangu, uzao wangu, watoto wangu, kazi yangu, afya yangu, viungo vyangu, toka, toka, toka. Ayochagulia nguvu za giza. Hizo sio mbegu zinapigwa, hizo sio mbegu zinafyekwa, hizo sio mbegu zinakemewa. Toka, toka, achia uchumi wangu, toka, achia ndoa, toka, achia watoto, toka, achia hiyo biashara, achia hiyo afya, achia watoto, achia maisha yao, achia ndoa zao, achia utumishi wao, achia maisha yao, achia mikono yao, achia siku zao, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza zinatuachia, zinatuachia, zinatuachia kwa jina la Yesu. Kwa Mungu, nguvu za giza ziondolewe, zinakemewa. Piga mpinge, nasema mpingeni shetani na atawakimbia. Pinge shetani na kazi zake na ila zake. Mikono iliyonyoshwa kututenda mabaya inapigwa, hiyo mikono iliyonyoshwa kututenda mabaya inaharibiwa. Hiyo mikono iliyonyoshwa juu ya ndoa zetu, juu ya kazi, juu ya biashara, tunapiga, 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 tunapiga. Jina la Yesu, walionyosha mikono juu ya biashara, peleka damu ya Yesu kwenye kazi zako, kwenye biashara, na watoto wako wa kike na wa kiume kwenye kazi zao, juu ya masomo yao, juu ya viungo vyao, juu ya tumbo la uzao, peleka damu kwenye viuno vyako. Nguvu za giza zinazowinda kazi zako, zinazowinda watoto, zinazowinda utumishi wako, moto hapana,
jina la Yesu. Wanafagiliwa, wanafagiliwa, wanatolewa, wanafyekwa, wanashambuliwa, wanatuachia. Piga hiyo mikono, piga hiyo mikono, piga hiyo mikono. Rapasakata, rapakorea, resanda, rapashanta, ikataya, rekokona mandira, rikaseta. Watoto wetu wanaachiliwa, kazi zetu, biashara, ndoa vinaachiliwa. Toka kwa jina la Yesu, toka, tuachie sahi, tuachie sahi, tuachie, tuachie. Uchumi wangu unaachiwa, tumishi wangu unaachiwa, jina langu linaachiliwa. Rabasanda limakoria, rapashanda, hiyo mikono iliyonishikilia inapigwa. Piga hiyo mikono iliyowakamata, piga hiyo mikono iliyoshikilia, inayowazuia, inayowakwamisha, inayowakwamisha. Moto, moto hapana, niwateketeze hiyo mikono. Kandara Masai anasema anapo majira yale yale Herode mfalme alinyosha mikono kuwatenda mabaya. Hayo mabaya yaliyopangwa, yaliyokusudiwa juu yangu, watoto wangu, kazi zangu, hayo mabaya yanapigwa, yanapigwa na kuondolewa, yanapigwa na kuondolewa, yanapigwa na kuondolewa kwa jina la Yesu. Haya, pambana, 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 usinyamaze, pambana. Mungu yuko hapa kutusaidia. Wewe Bwana yuko hapa. Unataka afanye nini? Mwambie Baba, fagia ndoa au matabishaji niondolee hii mikono iliyonikamata, iliyosababisha umaskini, iliyosababisha machozi, iliyonisuia. Hiyo mikono inapigwa, wachawi wanapigwa, waliosimama njia panda, waliokaa kwenye madhabahu zao na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Napiga hiyo mikono, navunja hiyo mikono, naharibu kazi zao, naharibu njama zao, makusudio yao. Mwambie waachie, waachie, waachie. Watoto wangu wanaachiliwa, ndoa yangu inaachiliwa, mume wangu anaachiliwa, mandari masaa, utumishi wangu unaachiliwa na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Walikotukamata, walikochukua majina yetu, walikopeleka picha zetu, walikopeleka nyayo, viungo vyetu, walikopeleka na nguo zetu. Moto hapana, moto, 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 moto uteketeze, moto uteketeze, moto uteketeze. Raba shaka, raba saka, raba kora, resanda limakoya, raba koria manda, rebe wasike, raba shana. Makaburi yaliyofika hatima yanafukuliwa sahi, yanafukuliwa, yanafukuliwa, yanafukuliwa. Jina la Yesu, hayo makaburi yanafukuliwa. Ya kwetu vinatoka, ya kwetu vinatoka. Tunawatoa watoto, tunatoa ndoa zetu, tunatoa nafsi, tunatoa biashara, tunatoa kazi, tunatoa kwa jina la Yesu. Ndio Bwana, ndio Bwana, vinatolewa vya kwetu, vinatolewa huko kwenye mikono ya kwao. Hiyo mikono inapigwa, inaachia maisha yetu, inaachia kazi zetu, inaachia afya, inaachia hiyo iliyonyoshwa. Ipigwe hiyo mikono, ipigwe, ipigwe hiyo mikono kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shika sadaka yako. Muda tuweze kuomba sana kama unavyotaka wewe. Najua watu mnachini ya kuomba, lakini unapopata mtaji hata gari siku zote huwa alianza na gia speed. Tunaanza kidogo, unaongeza speed. Kwa hiyo hii ni gia ya kwanza. Wewe siku nzima washughulikie mpaka waelewe somo. Haleluya. Shida unasukuma, unasukuma, kichanganya na mtaji wa jana sukuma, kichanganya na kesho kutwa sukuma, sukuma, yani sukuma ndani ya wiki nzima. Usikie kuna wepesi fulani hivi kwenye maisha yako, kuna vitu vinaanza kutokea unaviona, na ukiona vinaanza kutokea kazana, sukuma vya kutosha mpaka uone linatoka kuwa wingu linakuwa mvua. Sio zima. Haleluya, haleluya, haleluya. Inua sadaka yako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo ulionipa. Ninasimama mbele zako Kristo kwa damu ya Yesu. Ikiwa kuna sadaka yoyote iliyotolewa kwenye madhabahu za mashetani, wakataja jina langu, afya yangu, uzao wangu, maisha yangu kwa ujumla, ninatengua sadaka zao kwa sadaka kuu iliyo bora na ya agano jipya ya damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, mkononi mwangu
nimeshika sadaka na ambatanisha na maombi yangu na moyo wangu, maana imeandikwa, hazina ya mtu iliko ndiko na moyo utakapokuwa. Baba, kila nilichokitaja mbele zako Bwana ninakikabidhi kwenye mikono yako. Unilinde na kunikinga na mabaya yote. Siku ya leo nikauone wema wako. Ninakataa habari mbaya, ninaamuru yaliyo mema yakanijie. Kila nitakapokwenda umeamuru niokolewe kwa damu ya Yesu. Ninaokolewa na nguvu zako kwa imani katika Kristo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninajikumuta na kila visasi vya adui havitanifikia, na uzao wangu na kila mali yangu tunajifunika kwa damu ya Yesu. Tuzingire kwa wingo wako, maana imeandikwa, jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wakilikimbilia wanakuwa salama. Yesu ni ngome yangu, ni ngome yangu, ni ngome yangu, na umesema kila alitajaye jina lako ataokolewa. Ninakutaja Yesu Kristo juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu, juu ya afya yangu, juu ya nyumba yangu, juu ya mali zangu na jamaa zangu na ndugu zangu. Ninakutaja ili tuokolewe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana uko na mimi kunisaidia